Mbashara mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa na kujuza mengi zaidi kuanzia sasa hivi chini ya dakika 20 hivi au 30, kisha hapo mwendo wa baadaye nitakuwa na wageni hapa studioni. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa X @TV47 Digital, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Tuna mengi ambayo tumekuandalia kuanzia sasa kusonga mbele. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kwanza kabisa wacha tuangazie tu baadhi ya wageni ambao nitakuwa nao hapa studioni. Kama unavyotazama kwenye picha hii, nitakuwa naye mshairi au poet katika lugha ya King'eng'e ambaye anafahamika kama Mosigisi. Huyu ni mshairi maarufu nchini Kenya na amekuwepo katika baadhi ya televisheni kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Na mbali na hayo pia nitakuwa na wageni wengine ambao watakuwa na dunda hapa studioni, Red Fourth Chorus, ambao ni waimbaji wa nyimbo za Injili na wamefanya tamasha kadha wa kadha na wamekuwa wakiwatumbuiza watu, na pia watakuwa wanatuelezea sababu ya kufanya vile, wanafanya kwa malengo yapi, na wamekuwa wakizingatia nini hasa katika muda au miaka ambayo wamekuwepo kwenye game. Na usisahau pia nitakuwa na kuuliza swali kwenye mistari ya wasanii siku ya leo, na swali ambalo nitakuwa na kuuliza pale kwenye mtandao wetu wa X na pia kwenye mtandao wa Facebook. Swali litakuwa ni je, unadhani wasanii wamepigwa jeki? Je, unadhani wasanii wamepigwa jeki hasa na wananchi au mashabiki wa humu nchini Kenya? Na nitakuwa nasoma hapo mwendo wa baadaye zile arafa au ujumbe ambao utakuwa unatiririka hapa kwenye kiwambo changu. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, kwa sasa wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Taarifa ya kwanza ni kuhusiana na katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok. Anasema kuwa 98% ya wanafunzi wamejiunga na shule ya gredi ya 10 chini ya mfumo mpya wa CBC. Akizungumza katika shule ya Matinyani katika kaunti ya Kitui, Bitok amesema kwamba serikali imetoa fedha za kutosha kufadhili mfumo huo wa CBC ili kuhakikisha idadi ya wanafunzi wanaojiunga na gredi ya 10 ni 100%. That working very closely with the Ministry of Interior, working closely with all the stakeholders, we have been able to move. Of course, in this county, there are those students who have remained here and there are those who have gone to other counties. And about 12% of the students have gone to other counties. But 86% of the students have reported in this county, making a total of 98% transition overall. So we still have a few students who are still here and there, but I want to confirm to the nation that transition has been a great success, and we are really very happy with what we have seen on the ground. Na mbali na taarifa hiyo, maswali kuhusu makato mapya ya wafanyakazi yanatarajiwa kuibuka katika mkutano mkuu wa hazina ya kitaifa ya NSSF ambao unaendelea kwa sasa hapa jijini Nairobi. Katika mkutano huo wa mwaka wa 8, ajenda kuu ni pamoja na kuwasilishwa kwa ripoti ya bodi na msimamizi mkuu wa hazina, tathmini ya hesabu zilizokaguliwa na hali ya uwekezaji wa hazina hiyo. Hata hivyo, mjadala unatarajiwa kuvutia hisia za umma ni kuhusu usimamizi wa akiba za wanachama na iwapo fedha za pensheni zinafaa kutumika ili kufadhili miradi ya maendeleo ya kitaifa. Hebu kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika eneo la mkutano huo, tusikilize ni kipi ambacho kinajiri. Mtazamaji, ni hafla ambayo inaendelea sasa hivi, tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi. Tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo naibu inspector general wa polisi Gilbert Masengeli amewahakikishia wafugaji kutoka eneo la Igembe Kaskazini katika kaunti ya Meru kwa usalama wao umeimarishwa licha ya baadhi ya maafisa waliokuwa
wakilinda maeneo hayo kuwa kwenye mafunzo. Akizungumza katika eneo la Lee katika eneo bunge la Igembe Kaskazini, Masengeli alisema kuwa operesheni za kiusalama bado zinaendelea ili kuhakikisha kwamba amani na usalama umeweza kurejea katika kaunti hiyo. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wameeleza wasiwasi wao kuhusu uhaba wa maafisa wa usalama, wakidai kuwa jamii zingine zimekuwa zikiingiza ngamia katika mashamba yao kinyume na agizo lililotolewa kupiga marufuku vitendo hivyo. Mheshimiwa Rais alitupa amri ya kwamba tufanye hiyo kazi kule ambayo mheshimiwa amesema pale. Operation tumeanzia upande ile ya Doldol, hiyo Kipsing yote, Sieku, ukija hii sehemu ya Mkokodo, tutahakikisha tumefakia hiyo area na imepaki salama. Na hao tu ndio huwa wametoroka hapo, sasa wamerudia kule. Tukiwatoa kule tutataka warudi huku tena, wakae, wabadilike, wakuwe watu wazuri. Tukitoka huko, wacha tufululize maeneo ya Pokot Magharibi ambapo vuta ni kuvute kuhusu fidia na manufaa mengine katika mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji taka wa Makutano Kapenguria katika kaunti ya West Pokot imeendelea kutokota, huku wakazi wa Kaplelach wakimlaumu mwanakandarasi kwa kushindwa kuwalipa fidia ya ardhi yao. Wakazi hao wamesema kwamba wamevumilia kwa muda mrefu bila kulipwa fidia, wakidai kuwa mkandarasi wa mradi huo wamepuuza na hata kujaribu kuwalaghai. Katika hali ya taharuki, wakazi walitishia kumfurusha mkandarasi kutoka eneo hilo, hali iliyowalazimu viongozi wa kisiasa kuingilia kati na kuwatuliza. Hebu sasa tujiunge naye mwandishi wetu wa habari Andrew Juma atueleze kwa kina yanayojiri katika maeneo hayo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kaplelach, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi, kwenye mfumo wa maji taka wa Makutano Kapenguria. Kulingana na wakazi hawa, mkandarasi anayeendesha shughuli ya ujenzi wa mradi huo ameshindwa au amekataa kutoa baadhi ya fidia ambayo wenyeji au wamiliki wa eneo hili wanaendelea kudai. Hii kitu project ilikuja kwa usuri, tukapokea, tukafurahia, kazi ikaendelea kufika saa hii. Kama sisi kijiji hakuna genye tumefanyiwa, na hii project imefunika hata watoto wetu. Tulikubaliana na hawa na walituambia mnahitaji nini, tukaambia tunahitaji madarasa 4 na maji. Na wakati ulipoandika hizo mambo, hata mpaka leo hawajatutengenezea hiyo vitu tulikubaliana na hawa, na wamekwisha kumalisha tayari ujenzi ya switch na hakuna kitu ambayo tumepata. Ndio tunaanza kuuliza, wakati kama ya leo tumekaribisha mbunge wetu aje hapa ashuhudie kama kuna kitu ambayo imejengwa, aone na macho, na kama hakuna aone na macho. Viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi akiwemo gavana wa zamani wa kaunti ya Pokot Magharibi John Lonyangapuo, mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto na mwakilishi wa kike Rael Kasiwai wameweza kufika katika eneo hili katika kutuliza hasira ya wenyeji wa eneo hilo ambao wanasema kwamba kulingana nao hawataruhusu kukamilishwa kwa mradi huo iwapo baadhi ya matakwa wanayodai haijaweza kutimizwa. Sheria ya public participation inategemea vile raia ya hapa wanasema. Raia hapa wamesema vitu mingi sana yenye tumepewa hapa. Wanataka borehole, wa tartar, wanataka transformer and so on and so on. Kabla na normali tuko walitangaza vitu vyao ile walikuwa wanataka mingi sana. Hata Cattle Dip walisema. Na Sokol wakasema yao. Sebulion village na Makutano wakasema yao. So kwa hivyo niseme ya kwamba tumefurahia project imeendelea vile imefika, lakini hakuna kitu ya CSR imewekwa chini. Watu wana complain hata juu ya mambo ya vijana kwa ajiriwa, na project ndio hii inaisha. Na kwa hivyo tunaitisha mkutano kubwa kati ya sisi viongozi na kampuni hii next week tarehe 16, kwa sababu project hii ni ya pesa nyingi sana.
Tunaambiwa kwamba hii project ni 800 million na CSR ambao wame promise community ni only 5 million. Kulingana na sheria hiyo pesa ni kidogo sana, na tunahitaji kampuni hii wakuja watuelezee kwa nini walipeana pesa kidogo, na hata hiyo pesa kidogo haijawahi kuletwa na haijafanya kitu chochote. Juzi wale presidential team walikuja mpaka hapa na wakasema kwamba by January February wanataka president anakuja afanye nini, launch. Ndio sasa hii kitu ifanyike, lakini uweze kuleta president mali kelele, watu hata na maro yao hawajafurahia. Kwa hivyo nataka niambie wale wanahusika saizi, tumewapatia mpaka Monday on 16th watueleze wamefika wapi na nini watamalizia, ili wakati Mheshimiwa Rais na timu yake na wananchi wa hapa wanakuja lazima waimbe wakisema kwamba tulifaidika. Mradi huu hata hivyo unaotarajiwa kuzinduliwa rasmi na kiongozi wa taifa Rais William Ruto unaendelea kukumbana na changamoto kadha wa kadha, wenyeji wa eneo hilo sasa wakitishia kusambaratisha shughuli hiyo, wakitangaza kwamba hawataruhusu kuzinduliwa kwa mradi huo iwapo viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi hawataweza kumshurutisha mkandarasi huyo kuweza kusikiza kilio chao. Andrew Juma, TV47 katika eneo la Kaplelach, kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Andrew Juma ukiwa maeneo ya Pokot Magharibi. Imebainika kuwa visa vya saratani ya matiti na ile ya njia ya uzazi vimeongezeka katika kaunti ya Bungoma, huku wakazi wakihimizwa kufanyiwa vipimo vya mapema ili waweze kupata matibabu kwa muda ambao unafaa. Akizungumza na waandishi wa habari, muuguzi wa hospitali ya rufaa ya Bungoma kwenye kituo cha kushughulikia wagonjwa wa saratani Mila Lusweti anasema kuwa katika robo ya mwaka uliopita walipata zaidi ya visa 50. Aidha, amepuzilia mbali dhana kuwa matumizi ya baadhi ya mbinu za kupanga uzazi huchangia katika kupata ugonjwa wa saratani, akitoa wito kwa wakazi kujisajili kwenye bima ya SHA ili kuwawezesha kupata matibabu. Last quarter, we had 11 cervical cancer patients, 40 breast cancer patients. And the new ones are around, in breast cancer we have 26, and in the cervical cancer we have 8 new in that quarter. The others are regular, routine patients. And here in Bungoma, now that we are only giving chemo, tunapeana hizo dawa za kusaidia wagonjwa wetu wa cancer. Pia tunatuma wagonjwa wetu. We do refer our patients to MTRH or Kakamega. So the earlier the better. You just come for screening. Like colon, we do colonoscopy. For breast, we do mammogram and self-breast examination. For prostate, we encourage PSA. The IUCD works by, when you are inserted the IUCD, it has something called the strings. Those strings will prevent one getting cancer. Because it is a foreign thing. And first of all, we must understand what is cancer. Cancer are abnormal cells. Mbali na taarifa hiyo, chuo kikuu cha Egerton kwa sasa kinafanya uzinduzi wa mbio zitakazofanyika tarehe 21 kuhusu hamasa ya kutunza msitu wa Mau na vyanzo vya maji katika msitu huo. Leo hii chuo hicho kinazindua mashindano ya baiskeli hadi katika soko la Njoro ili kutoa hamasa kuhusiana na mbio hizo. Kwa sasa tuungane naye Mike Kyalo ambaye yuko katika chuo hicho atupate mengi zaidi. Mike. Naam, asante sana Kirobi. Asubuhi ya leo tuko katika chuo cha Egerton hapa katika kaunti ndogo ya Njoro, ambapo chuo hiki
kitakuwa kinaandaa riadha ya awamu ya 11 ya kukimbia ili kutoa hamasa ya utunzaji wa msitu wa Mau. Na moja kwa moja niruhusu niweze kuungana na washikadau wa chuo hiki waweze kunielezea kuhusiana na riadha hizi. Ukianza na jina lako na kujitambulisha, pengine uweze kutuambia kuhusu awamu hii ya 11 ya riadha za kutunza msitu wa Mau. Asante ndugu yangu, na asante TV47 kwa kutupatia nafasi hii ya kuhamasisha Wakenya kuhusu utunzaji wa msitu wa Mau. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha Wakenya wote na wale ambao wamefika katika sehemu hii ya chuo cha Egerton University siku hii ya leo kwa ajili ya launch the 11th Egerton University Run for the Mau or Mau Marathon. Ningependa kuwajulisha kwamba kazi hii ya utunzaji wa msitu wa Mau imeanza miaka kadhaa imepita. Leo hii tuko katika msimu wa 11 na kama chuo chetu cha Egerton tumeshinda tukiangalia huu msitu ambao ulikuwa umeathirika kwa sababu ya madhara mbalimbali, hasa kutoka kwa kilimo ambayo imeendelea, uchafuzi wa mazingira ambayo umeendelea, na kukata misitu hasa miti kiolela holela. Na kama chuo tumefanya kazi na washikadau mbalimbali, hasa kutoka benki, wengine ni kutoka jamii yetu hapa ya Egerton. Ukiendelea kutoka Egerton unaenda mpaka Narok. Jamii zetu mbalimbali kutoka sehemu hii, kutoka iwe ni Ogiek, iwe ni wa Kipsigis, iwe ni wa Kikuyu, wote tumeshikamana pamoja kwa ajili ya kutunza msitu wa Mau. Na kila mtu amewajibika kwa sehemu yake, hasa kwa kuhakikisha kwamba msitu huu wetu wa Mau, kwa sababu una manufaa mengi katika jamii yetu, hasa ya maji, na kwa sababu wengine wanauangalia kwa ajili ya miti ambayo ni mbalimbali ama wanatumia kwa madawa ya kiasili. Tungependa kuendelea kushirikiana kwa kuutunza huu msitu. So kama chuo chetu, the management ya university pamoja na walimu wote, iwe ni wafanyikazi wote wa chuo chetu cha Egerton, pamoja na wanafunzi wetu, tumeshikana mikono na tunaendelea kazi ya utunzaji wa msitu wetu. Na ukiwaangalia wanafunzi wako hapa, wengine wamevaa nguo mbalimbali ambazo ziko branded Egerton University. Ukiangalia kuna wawakilishi kutoka jamii yetu hapa around hapa, kuna walimu wako hapa, kuna wafanyikazi wa Egerton na watu wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuhamasisha watu kuhusu huu msitu. Na tarehe 21 mwezi huu tutakuwa na the real activity ambayo itakuwa ni kukimbia mbio mbalimbali, iwe ni marathon ya kila kiasi. So na wengine ambao wamekuja hasa kutoka kwa the Athletics Kenya watatujulisha sana kuhusu zile mbio ambazo tutakuwa nazo. Asante. Pengine nikiungana na mwingine kwa kifupi tu uweze kutuambia, manake leo ni ufunguzi lakini mbio zenyewe zitakuwa tarehe 21 mwezi huu. Pengine leo mmepanga kufanya kitu gani katika ufunguzi huu wa leo? Okay, thank you so much. Mtanisamehe Kiswahili yangu sio mzuri sana, nitajaribu. Siku ya leo, majina tafadhali. Kwa majina naitwa Professor Nzula Kitaka. I'm Director Marketing and Resource Mobilization, where we are the people in charge of organizing the Mau Cross Country. Pengine utuelezee kuhusiana na ratiba ya siku ya leo. Siku ya leo, we are actually launching our 11th cross country, Egerton University Mau Cross Country. And the purpose for today is to publicize the event, which will take place on 21st, and also engage our partners. So we expect to have our partners, one of the main partners are our students, as you can see. So the students will run along
Egerton to Joro. They will actually ride from Egerton to Joro to publicize the event. And then we are also launching at the Botanical Garden. Since this activity is a restoration, we are running for the environment. So our launch will be at the University Garden, so that we can showcase what as Egerton University we do in terms of maintaining our environment and also participating in national goals like the 15 billion tree agenda, the presidential agenda. Asante sana. Pengine tarehe 21 wakati wa riadha zenyewe, pengine zitakimbiwa kutoka wapi hadi wapi, na ni watu gani ambao watakuwa wanahusishwa katika mbio hizo? Asante sana TV47 kwa hiyo. Kwa majina naitwa Paul Tuitoek, mimi ndio mwenyekiti wa University Region Athletics Kenya, na ningependa kushukuru Egerton University kwa kuweza leta masisho kuhusu environment protection na pia mambo ya ensure that the community is involved in conserving our environment. So categories ya tarehe 21 tunatarajia kuwa na 11 categories ya the event. Tuko na categories ya watoto ya different age groups, na pia tuko na category ya professors, tuko na pia categories ya under 20, 6 kilometers, 8 kilometers na senior category ya 10 kilometers. Na ningependa pia kusema tunakaribisha wanariadha wote na pia community around Egerton tukuje tujumuike pamoja na tukimbie na pia tufikirie mambo ya conserve our environment, the water tower of Mau. Asante sana. Asante sana. Kirobi ni washikadau wao kutoka Athletics Kenya sawa na chuo hiki cha Egerton ambacho ndio msimamizi na mshirika mkuu wa mbio hizi za awamu ya 11 kutoa hamasa ya utunzaji wa Mau. Na leo ikiwa ni siku ya ufunguzi, mbio zenyewe zitakuwa zinakimbiwa tarehe 21 mwezi huu wa pili, ili kutoa hamasa kuhusiana na kutunza msitu wa Mau. Manake katika kaunti ya Nakuru msitu wa Mau ndio unachangia zaidi ama umebeba sana asilimia kubwa ya utunzaji wa mazingira, ikiwa vyanzo vingi vya maji ambavyo vinatoka katika kaunti ya Nakuru na kuelekea pia katika ziwa Nakuru vinatoka hapo katika msitu wa Mau. Na leo hii basi upande wangu wa kulia ni baadhi tu ya wanafunzi katika chuo hiki ambao watakuwa wanashiriki katika kuendesha baiskeli kutoka katika chuo hiki hadi kuelekea katika mji wa Njoro ili kutoa hamasa kuhusiana na riadha hizo za tarehe 21 ili kuhakikisha kila mtu yeyote yule ambaye yuko nyumbani hapa katika kaunti ya Njoro, katika kaunti ndogo ya Njoro na kaunti nzima ya Nakuru wanaweza kuhamasishwa kuhusiana na riadha hizi ambazo zitakuwa zinafanyika tarehe 21 mwezi huu. Kirobi. Naam, asante sana Mike Chalo akiwa katika kaunti ya Nakuru ambapo ametuletea picha za moja kwa moja kuhusiana na hafla hiyo ambayo inaendelea kunoga. Na usisahau kwenye mistari ya wasanii siku ya leo, kumbuka tu mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia, lakini taarifa zaidi tutakuwa tunakupasha hapo mwendo wa saa 7. Kwa hivyo tuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali kwenye kipindi cha mistari ya wasanii. Na kama kawaida kama dawa, siku ya leo nitakuwa naye ambaye anafahamika kama Collins Mosigisi ambaye ni mshairi, katika lugha ya Kiingereza wanasema kwamba ni poet. Yeye taaluma yake kamili ni medical psychologist, lakini yeye talanta yake ni mshairi au poet. Atakuwa anatuelezea kuhusiana na safari yake, jinsi ambavyo amekuwa akipiga mistari na hatua ambayo imepiga kufikia sasa, na je, wanahisi kwamba vijana wa Kenya wanaweza kusaidia sekta hii ya uchekeshaji au la. Kwa hivyo atakuwa anatueleza mengi zaidi, lakini usisahau pia kuna wanamitindo ambao tayari wako nao hapa studioni na ambao watakuwa wanatiririka hapa studioni. Labda kwa kuwakaribisha tu katika kipindi hiki, wanamitindo hawa wanatoka sehemu mbalimbali
Kuna wale ambao wanatoka maeneo ya JKUAT na kuna wengine ambao wanatoka maeneo ya Thika. Ni wanamitindo ambao wamevalia kwa njia ya kupendeza na watakuwa wanapita tu hapa studioni. Karibuni sana kwenye studio za TV47.